Uh, praise the living God. Naitwa mtumishi Ken Junior Awe Songa. Niko hapa sehemu za Mombasa Mikindani. Ni tangazo hili likufikie mtu wa Mungu hapo ulipo. Jumapili hii nimekuandalia ibada kanisani kwetu. Nimekuandalia ibada kubwa sana. Ibada hii nitakuwa naombea wazee. Nitakuwa naombea wazee kwa madhabahu haya, na pia nitakuwa naombea wamama kwa madhabahu haya. Nitakuwa naombea vijana pamoja na wasichana. Leteni hata na watoto wadogo. Jumapili hii nitakuwa nawafanyia ibada ya kiunabii. Nitakuwa hapo na ibada ya kiunabii, na nitakuwa na ibada ya deliverance. Nitakuwa nafanyia watu deliverance Jumapili hii. Jumapili hii nitakuwa nafungua watu kutoka katika hali ngumu ambayo wanapitia. Na pia vile vile Roho wa Bwana ameniongoza kufanya ibada ya kutakasa manguo zao. Uko na nguo ambayo ilipotea. Uko na nguo yako ambayo ilipotea, na we never know kwamba ilipotea, na ikana kitu kikipotea huwezi jua kimeenda wapi. Kuna nguo yako kama hii, ya mume wako kama hii ilipotea. Nitakuwa na dedicate, nitakuwa natakasa manguo za watu. Kuna nguo ambayo ilipotea na ikapelekwa kwa uchawi. Leo hii nataka Jumapili hii nitakuwa nafungua watu kutoka kwa matatizo ya nguo. Nguo yako ilirogwa, nguo yako iliokotwa, nguo yako ilipelekwa kwa uchawi, kwa uganga, na inakuletea ushida, inakuletea matatizo katika maisha yako. Naomba uniletee nguo ya mume wako. Huyu mume ambaye alikuwa mzuri mwanzo, na saa hii jinsi alivyo hayuko sawa katika maisha yako. Hata wewe mwenyewe ukiangalia kuna venye mambo yamebadilika kuhusu mume wako. Pia vile vile anaweza akawa mke wako. Leta nguo ya kike kama hii. Leta nguo ya kike kama hii Jumapili hii. Nitakuwa na dedicate, nitakuwa na itakasa hapa madhabahuni. Kuna matatizo za nguo. Nguo ufunika mwili, na mwili huu una uvimbe. Mwili huu una kujikuna kwingi. Mwili huu unagonjeka sana. Mwili huu una mambo mengi. Mpaka una kifafa. Mwili huu una changamoto nyingi sana, na huu mwili unafunikwa na nguo. Nataka hii nguo ukiileta nikiitakasa, utaona mabadiliko makubwa sana katika mwili wako. Utaona mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. Nataka nitakase nguo ambazo wamama wataleta. Nataka nitakase nguo ambazo wazee wataleta. Huenda ni your brother, huenda ni your sister, ni mwenda wazimu, haambiliki na hashikiki, lakini uko na t-shirt yake na uko na longi yake. Unaweza leta nguo yake. Usibebe zote, beba tu nguo kama 2. Leta kama nguo 2 tu, zitawakilisha zote. Leta nguo yake, nitaitakasa huyo mwenda wazimu. Leta nguo yake, nitatakasa nguo ya huyo mke ambaye halikutoroka. Nitatakasa nguo ya huyo mume ambaye alikuacha, na utaona Mungu akitenda mambo makubwa. Naomba mke wako arudi, naomba mume wako arudi, naomba pia nao upate ndoa katika jina la Yesu Kristo. Matatizo ya nguo nitakuwa natakasa kwa madhabahu haya. Nguo ambazo zimeokotwa na zikarogwa na mahali zilienda hujui ni wapi, nitakuwa nazitakasa kanisani hapa Jumapili hii. Kuna nguo za malazini, hii inaitwa bed sheet. Hii ni sheet ambayo watu tandika kwa malazi. Hizi zimeletwa tayari. Kuna nguo ambao umezoea kutandika kwa malazi, na kila ukitandika ukienda kushiriki tendo la ndoa na mke wako, unajikuta nguvu zimeisha, ama unajikuta haupendi mume wako, yani haufili uko na mume wako. Kumbe kuna mambo yalifanyika kupitia malazi yako. Kuna mambo yalifanyika kuhusu kupitia blanketi ama shiti zako za kutandika kitanda na kujifunika. Jumapili hii nitakuwa na ibada ya kutakasa manguo, ama hata kama ni jacket, kama hii itakuwa natakasa kila kitu. Hii inaitwa jamba, sweater. Itakuwa natakasa jacket, sweater, makoti za watu. Jumapili hii beba nguo yako ambayo unaona kwamba hii nikipeleka madhabahuni iombewe na itakaswe, maisha hayatabaki kuwa ya kawaida. Kuna matatizo ya nguo my brother. Kuna nguo ukivaa ukienda kazini mpaka upate mikosi. Kuna nguo ukivaa mpaka ugonjeke. Kuna nguo ukivaa ukivalisha mtoto wako mpaka huyo mtoto awe mgonjwa. Kuna nguo ambayo mume wako akivaa anakuwa mkali sana kwa nyumba, na hata hataki, yani mume wako haambiliki kwa sababu tu amevaa hiyo longi, kwa sababu tu amevaa hiyo shati, haambiliki kabisa. Kuna nguo ambayo mke wako akivaa hamtapatana hata kidogo.
hata kidogo, atakasirika the whole day, atakasirika the whole week. Nataka hiyo nguo ubebe kwa imani. Uko hapa unanisikiza hapa Mombasa, beba hiyo nguo kwa imani, ukuje niitakase hapa madhabahuni. Maandiko yananiambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba Paulo akaombea leso, akaombea manguo, akaombea vitambaa tu, na akaambia watu, pelekeeni wagonjwa wajifunike, pelekeeni wagonjwa wavae. Ibada hiyo ilikamilika, watu waliponywa kupitia ibada ya manguo. Matendo ya Mitume 11, ukisoma hapo utapata mambo yalibadilika kupitia kwa imani, kupitia kwa maombi ya manguo. Njoo Jumapili hii mtu wa Mungu na mtoto wako, njoo Jumapili hii na mke wako na rafiki yako. Nimeamua kufanya ibada za kipekee, ibada maalum, ili upone na ili usaidike kutoka kwa Mungu. Kuna vitu uokotwa. Kama mchawi anaweza okota jivu la mekoni, pale kwa meko anaokota jivu lako na anaroga na ndoa inakatika. Jivu. Mtu anaokota mchanga na anakuroga na unarogeka kweli. Sasa sembuse nguo. Beba hiyo nguo ambayo unayo. Nitakuja nitaomba. Kuna siri zitafichiliwa kupitia hapo. Maandiko yanasema kwamba tukiomba kwa imani, Mungu atafichua habari za sirini, mambo ya sirini. Nataka uje ujionee maneno. Nataka uje ujionee ibada. Nitakuwa nafanyia watu healing and deliverance. Nitakuwa nanenea watu unabii hapo madhabahuni. Usipange kukosa mtu wa Mungu. Ni ndugu yako, ni dada yako. Tumia hii namba ambayo iko hapo kwa nini yetu hii, usije ukapotea. Tuko Mombasa hapa sehemu za Mikindani. Ukifika Mikindani hapa darajani, tayari kanisa liko hapo, na utapiga hiyo simu, utadirectiwa. Njoo, hiyo nguo ya mume wako nitaiombea, hiyo nguo ya mke wako nitaiombea, na atakapovaa tu hiyo nguo, utaona mambo yamebadilika sana. Nashukuru Mungu kwa kile kiwango ambacho Mungu ananitumia mimi, na majibu itaonekana na matokeo itaonekana, na utaona Mungu katika maisha yako. Na wakaribisha watu wa Mungu wote ambao wameishi Mombasa na hata vitongoji vyake vyote. Njooni nyote tukongamane pamoja kwa ukumbi huu wa imani, kwa ukumbi huu wa maombi, kwa ukumbi huu wa kumtafuta Mungu, na Mungu ataitwa Mungu. Biblia inasema kwamba lolote mtakaloomba Mungu atatenda, katika kitabu cha Yohana na pia katika kitabu cha Mathayo mtakatifu. Lolote mtakaloomba Mungu atatenda. Mimi nataka niombee nguo yako. Hata kama ni ile ya ndani, usiogope. Bora uitengeneze kwa kiwango ambacho haiwezi leta aibu machoni pa watu. Leta hiyo nguo, tutaiombea hapo madhabahuni sisi sote tukiwa na imani moja, na Mungu atatenda. Njoo ukitarajia muujiza wako, njoo ukitarajia majibu yako, njoo ukitarajia mkono wa Bwana kukutembelea, na utafunguliwa na utapona katika jina la Yesu Kristo. Asanteni sana wale ambao wana follow channel hii na kulike. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Follow me now, na Bwana awe pamoja nao. Thank you. My God bless.